Hapa ni katika eneo la Miyombo, kata ya Masanze, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro, ambapo nyumba zaidi ya 100 zimezingirwa na maji kutokana na mvua kubwa inaendelea kunyesha na kusababisha mto Miyombo kujaa maji na kusambaa kwenye makazi ya watu. Mkuu wa wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama wametembelea katika eneo hilo na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari hasa kipindi hiki cha mvua. Jana tarehe 9 mwezi wa 3 2026 tulipata tukio hili la mafuriko katika maeneo ya Miyombo, lakini vile vile maeneo ya hapa Muhenda, lakini vile vile katika maeneo ya Mkata Station. Kwa hiyo kwa haraka na tathmini ambayo imefanyika, makazi ya watu yameathirika kwa kiasi kikubwa. Maeneo ya Miyombo zaidi ya nyumba 100 na zaidi zimeathirika na kuingiliwa na maji. Kwa siku ya jana hali ilikuwa ni ngumu sana kiasi kwamba hata miundombinu ya barabara nayo pia imeathirika. Kwa siku ya jana mawasiliano yalikatika moja kwa moja. Kwa upande wa Miyombo, mawasiliano yamefunguka na una uwezo sasa wa kutembea mpaka kufika hapa Muhenda, japokuwa bado kunahitajika ukarabati mkubwa katika barabara hii ya kutoka Kilosa mpaka kufika hapa Muhenda, kwa sababu athari yake ni kubwa. Lakini na kwa upande wa Mkata Station kule nako pia asubuhi hii mchana huu tunategemea kwamba kutaanza kupitika. Jana kulifunga kabisa, kwa barabara ile haipitiki. Kwa maana hiyo, kwa siku ya jana na leo asubuhi ukitaka kwenda Mikumi ilikuwa lazima ukazunguke Dumila uende Mvomero Morogoro, alafu ndipo uende Mikumi. Lakini tunamshukuru Mungu kwa upande wa athari nyingine hakukuwa na athari kubwa zaidi ya kifo kimoja ambacho mama moja pale maeneo ya Kidete Station amefariki dunia, mwenye umri wa miaka 70 wakati akiwa kwenye jitihada za kuvuka kwenye mto Mkondoa. Lakini pia tumekuwa tuna hofu ya mto Mkondoa kwa sababu maji ni mengi, na kinachoonekana kina cha maji kikiongezeka kidogo tu kuna hatari ya maji sasa kuenda katika makazi ya wananchi. Tunaamini kwamba taasisi zinazohusika napo pia watafika ili kwenda kuona namna gani ambavyo tunaweza tukachukua jitihada za haraka na za dharura.